Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 10 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 9, na kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo baada ya kumaliza kupata simulizi nzima ya Jackson Kifaru, yani namna gani maisha yake yalikuwa kabla ya kukutana na binti Mona Lisa, baada ya kukutana na binti Mona Lisa, na hata baada ya kupotezana na binti Mona Lisa, tunapata tena simulizi ya Mona Lisa baada ya kupotezana na Jackson pale Songea, na sasa kujikuta alikuwa na mjamzito. Mona Lisa alikuwa anawaza na kuwazua namna gani atampata Jackson na kumjulisha kwamba yeye alikuwa ni mjamzito. Karibu sana tupate majibu ya maswali hayo katika sehemu hii ya 10 siku ya leo. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Mona Lisa mara baada ya kujua kwamba yeye alikuwa na mjamzito, alikuwa anatamani sana kumweleza Jackson juu ya huo ujauzito wake. Lakini sasa alikuwa anajiuliza tu kwamba atamweleza vipi ikiwa hata kwao hakujui na hakuwa kabisa na mawasiliano naye. Yes, nimekumbuka. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha, na huko alikuwa anainuka kutoka pale kitandani. Ni kweli kabisa kuna jambo ambalo alikumbuka. Alikumbuka kwamba kuna namba ya simu ya kwenye kontena kwa dada Mage, namba ambayo alimpatia dada wa kazi yani Hadija siku ile ambayo alitaka kuzungumza na mama yake akiwa pale kwenye kontena. Mona Lisa anachukua namba ambayo iliandikwa na Hadija kwenye daraja la kitabu cha simu. Anajilaumu sana kwa kutokukumbuka jambo hili mapema. Ningekuwa nimekumbuka mapema mpaka sasa ningekuwa nimeshampata tayari Jack. Alikuwa anajisemea vile tu Mona Lisa, na huku alikuwa anabofya namba zile kwenye simu ya mezani. Simu inaita kidogo, na kwa bahati inapokelewa upande wa pili wa simu. Dada Mage, communication hapa, nikusaidie tafadhali. Ilikuwa nasikika sauti ya kike kutoka upande wa pili wa simu ile. Shikamoo dada Mage. Marhaba, nani mwenzangu tafadhali? Alikuwa anauliza pale swali dada Mage kutoka upande wa pili wa simu mara baada ya kusalimiwa kwa nidhamu kabisa na Mona Lisa. Mimi naitwa Mona Lisa dada, sidhani kama utakuwa unanikumbuka vizuri, lakini mara ya mwisho nilikuja hapo na mkaka mmoja hivi anaitwa Jack. Tulikuwa kabla hata Mona Lisa hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, Mage kutokea upande wa pili akamdaka juu kwa juu. Mona Lisa, vipi habari za toka siku ile? Yaani kusema kweli kabisa wewe uliamua kwenda moja kwa moja jamani? Alikuwa anasikika Mage kutokea huko upande wa pili wa simu, alikuwa anazungumza kwa furaha. Ni kama vile watu ambao walikuwa wanafahamiana kutoka siku za nyuma, hali ambayo inamfanya Mona Lisa ajione kwamba alikuwa na furaha kubwa. Nitakuja kukutembelea dada Mage. Vipi lakini ulishawahi kuonana na Jackson siku za hivi karibuni? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, ambaye alianza kuliogopa jibu la Mage kwa kuhofia kwamba kama linaweza kuwa baya basi ataumia sana. Kusema kweli kabisa Mona, sijawahi kabisa kumwona tena Jack. Lakini Songea ni mji mdogo sana, kukutana na mtu ni kazi rahisi tu. Alikuwa anazungumza pale Mage kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye ni kama vile alionekana kumchukulia Mona Lisa kwa namna ya kipekee kabisa. Mage anaanza kusimulia jinsi Jackson Kifaru alivyonyongea siku ile walipopishana wakati wanaondoka. Akamaliza namna vile ambavyo Jackson alivyoonyesha kuumia sana na kukata tamaa. Kwa sasa dada Mage, ulivyoona ni kwamba Jack ananipenda kweli, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya kudeka. Ni zaidi ya kukupenda Mona. Naamini kabisa kwamba huko aliko yuko katika wakati mgumu sana kukaa mbali na wewe. Ni wazi kabisa kwamba Jack anakupenda sana Mona Lisa. Alikuwa anajibu vile Mage, na huku alikuwa anamfanya Mona Lisa ashie tabasamu pana la furaha ambalo lilikuwa linaweka wazi raha ambayo alikuwa ameipata wakati huo katika moyo wake baada ya Mage kumwambia kwamba Jack alikuwa anampenda sana.
Mara baada ya kuzungumza kwa nusu saa nzima, huku Mona Lisa akiahidi kumtembelea dada Mage pale kontena siku akienda Songea, ndipo sasa Mona Lisa akazungumza. Sawa basi, nakushukuru sana dada Mage, na ukimwona Jack basi naomba umwambie kwamba nahitaji sana kuzungumza naye. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kabla ya kuagana, na huku alikuwa anamtajia namba ya simu ya nyumbani kwao, japo simu ya Mage pia ilikuwa na uwezo wa kuhifadhi namba 3 za mwisho kupigwa ambazo huonekana kwenye kioo kidogo cha juu cha simu ile ya mezani. Sawa, usijali kabisa Mona, na tena nikikutana naye hata kama itakuwa ni usiku nitamleta hapa ofisini ili kusudi aje kuzungumza na wewe. Alikuwa anazungumza pale Mage na wote wakacheka kwa pamoja. Sawa dada Mage, nashukuru sana kwa hilo. Alikuwa anaitikia vile Mona Lisa ambaye alijilaumu sana kwa kuchelewa kupiga simu kwa Mage. Lakini haikuwa ni bahati yake, kwa sababu siku ni kweli kabisa ilifika na Mona Lisa aliondoka nchini Tanzania bila kuzungumza na Jackson, kwa sababu kila pale ambapo alikuwa anapiga simu Mage alikuwa anamwambia kwamba bado alikuwa hajampata Jackson. Mona Lisa aliondoka Dar es Salaam Tanzania na kuelekea nchini Mbogoland, na huku bado ujauzito wake ulikuwa ni mdogo sana kiasi kwamba watu wengine hawakujua kabisa kwamba Mona Lisa alikuwa ni mjamzito, zaidi ya kujua kwamba atakuwa anakwenda huko Mbogoland kwa ajili ya kusoma. Bahati nzuri ni kwamba wakati huo tayari matokeo yake ya kidato cha 4 yalikuwa yameshatoka na alikuwa amefaulu vizuri kabisa kwa kiwango cha daraja la kwanza, akiongoza kwa wanafunzi wenzake wote pale shuleni. Maana wenzake walianzia kufaulu daraja la pili, na tena hao walikuwa ni 3 tu, na huku wengine wote wakigawana daraja la 4 na lile daraja 0 kabisa. Mona Lisa akiwa huko nchini Mbogoland anapelekwa kwenye shule maalum, akianza kidato cha 5 kwenye jiji la Stone Town City ambalo liko kilomita kama 15 kutoka kwenye jiji la Trench Town, na huku alikuwa chini ya uangalizi wa madaktari wa hospitali kuu ya Mbogoland ambao walikuwa wamebobea katika masuala ya uzazi na watoto ndani ya jumba kubwa la kifahari ambalo alikuwa anaishi. Mona Lisa alikuwa anaishi katika jumba hili la kifahari. Mama yake alikuwa anamtembelea mara kwa mara, sambamba na kumbebea kadi za salamu zenye jumbe nzuri za upendo kutoka kwa kijana Daniel Kabazu ambaye alikuwa ni mtoto wa rafiki yake mkubwa mama Mona Lisa, ili kusudi kumondoa upweke na mawazo ambayo labda angekuwa nayo. Lakini jambo hilo halikusaidia chochote kile, kwa sababu Mona Lisa aliendelea kuanza na kumkumbuka sana kijana Jackson Dennis Kifaru. Picha pamoja na kumbukumbu za matukio machache yenye kujaa upendo na furaha kubwa ambazo alikuwa amepitia wakiwa pamoja na Jackson zilikuwa zimetawala katika kichwa chake Mona Lisa. Na sio tu alikuwa anakumbuka matukio hayo yaliyopita, lakini pia alikuwa anamkumbuka hata yeye Jackson mwenyewe pamoja na ile michezo ambayo alifanya katika siku ambazo walikuwa wote kule kijijini Rumecha, michezo ambayo ndio ilimpelekea kuwa mjamzito hivi sasa. Mona Lisa alikuwa anakumbuka jinsi bakuli lake lilivyoloa na mlenda na kujikuta alikuwa anacheka peke yake, na huku kiu yake ya kumwona Jackson ilikuwa nazidi maradufu, angalau angemwambia kwamba alikuwa amebeba mtoto wake tumboni. Kusema kweli kabisa, sijui kama atakuwa hajapata mwanamke mwingine. Mara kadhaa Mona Lisa alikuwa anawaza kuhusu hilo, hasa alivyokuwa anakumbuka jinsi wanawake wengi walivyokuwa wanamtamani Jackson kutokea wakati ule walipokuwa shuleni. Mona Lisa anaondoa wasiwasi pale ambapo anakumbuka maneno ya Jackson aliyowahi kumwambia wakati wa Songea kwamba hatakiwi kabisa kuwa na wasiwasi kuhusu yeye, kwa sababu siku zote atakuwa pamoja na yeye na alikuwa anampenda sana. Hata kama atakuwa mbali, yeye ataendelea kumpenda tu. Mona Lisa anajikuta alikuwa anatabasamu mara baada ya kukumbuka hizo kauli, na huku alikuwa anapapasa tumbo lake ambalo sasa lilikuwa limeshaanza kuwa kubwa. Lakini licha ya kumbukumbu pamoja na upweke ambao alikuwa nao Mona Lisa, bado aliendelea kusoma tu kwa juhudi na kufanya vizuri katika mitihani ya mara kwa mara ambayo ilikuwa nafanywa na wanafunzi kwa ajili ya kujipima uwezo, ambayo ilikuwa nafanyika kila mwezi, huku ujauzito wake ulikuwa unaendelea kukua na afya yake yeye binafsi ilikuwa inaendelea kuwa vizuri. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu. Mama Mona alikuwa anaendelea kumtembelea binti yake mara kwa mara, na kama ilivyo kawaida, hakuacha kubeba zawadi za vitu mbalimbali kutoka kwa Daniel Kabazu, zawadi ambazo zilikuwa zinaashiria upendo.
Na lengo la mama yake na Mona Lisa ilikuwa ni kwamba Mona Lisa amsahau kabisa huyo kijana Jackson na sasa ahamishie upendo wa kimapenzi kwa binti Daniel Kabazu ili kusudi baadaye wapate kuoana. Na hilo linamshangaza sana Mona Lisa kusema kweli, msikilizaji, ambaye alikosa sasa uvumilivu na kuamua kumuuliza mama yake, mama, hivyo ulishawahi kuona kilichoandikwa humo ndani ya hizi kadi? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa ambaye aliona wazi kabisa kwamba Daniel Kabazu alikuwa anamhitaji kimapenzi. Mona Lisa, mwanangu jamani, sasa mimi nitaanza vipi kusoma kadi zako? Huone kama nitakuwa nimekukosea sana mwanangu. Alikuwa anazungumza pale mama Mona, na huku alikuwa anacheka mwenyewe akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anajua kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye zile kadi. Lakini mama, kwani hujamwambia Daniel kwamba mimi nina mwanaume wangu au? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na kila dalili za kutokupendezwa na zile kadi ambazo mama alikuwa anazileta. Mwanaume yupi ambaye wanamzungumzia hapa Mona Lisa binti yangu? Kama kweli yupo, si angekuwa ameshakutafuta muda mrefu tu mwanangu. Huyo bila shaka alipanga kukuchezea tu wewe basi. Alikuwa anazungumza pale mama Mona, maneno ambayo yalikuwa yanamuumiza sana Mona Lisa. Ulishamwambia Daniel kwamba mimi ni mjamzito na nina mwanaume mwingine? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa anamtazama mama yake usoni. Anamuona mama yake alikuwa anatabasamu. Lakini mwanangu, tambua wazi kabisa kwamba Daniel anakupenda sana. Lakini pia mnaendana sana mwanangu. Na hata nilipomweleza kuhusu ujauzito wako aliumia sana pia. Lakini bado anaendelea kukupenda licha kwamba una ujauzito hivyo hivyo. Alikuwa anazungumza pale mama Mona na kumfanya Mona Lisa atoe macho kwa mshangao. Hivi mama, na wewe unaamini kabisa kwamba kuna mwanaume mwenye mapenzi ya kweli kabisa anaweza kumtaka mwanamke mwenye ujauzito wa mwanaume mwingine? Angalau kama ningekuwa na mtoto tayari hapo ninaweza kuamini. Lakini kweli kabisa mwanaume unampenda mwanamke mwenye ujauzito alafu unasema kwamba ni mapenzi ya kweli mama, ulishawahi kuona wapi? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na mashaka makubwa juu ya upendo wa Daniel. Mimi naamini vizuri kabisa binti yangu, kwa sababu tambua kwamba mimi ni mama na mpaka sasa nimeshaona mbali sana. Siwezi kabisa kuona binti yangu anadanganywa na mimi nikaacha tu. Alikuwa anazungumza pale mama Mona, na mazungumzo yalishia hapo. Mama Mona alikuwa anahisi kwamba binti yake alikuwa amekubaliana na jambo lake la kuwa na Daniel. Hakujua kabisa kwamba Mona Lisa alikuwa na mipango yake mingine kabisa kichwani. Bwana Daniel ambaye ndio alikuwa anaonekana kumpenda sana Mona Lisa licha ya kwamba alikuwa anajua kwamba alikuwa ni mjamzito, bado hatujamjua alikuwa ni kijana gani msikilizaji, mbali na kujua tu kwamba alikuwa ni kijana wa jirani na pale ambapo alikuwa anaishi Dar es Salaam Masaki, Mona Lisa pamoja na familia yake. Jina lake anaitwa Bwana Daniel Pasco Kabazu. Yeye ni mtoto wa kwanza kabisa kwa mama yake ambaye aliishi na kuchepuka na mzee Kabazu ambaye alikuwa na watoto 6 katika ndoa yake. Mzee Kabazu alikuwa ni mfanyabiashara na mwanasiasa mkubwa, na alikuwa ni mwanachama wa chama tawala, na alikuwa na wadhifa mkubwa tu katika serikali ya chama hapa katika mkoa wa Dar es Salaam. Alikuwa ni mzee wa makamu mwenye uwezo mzuri tu kipesa. Mzee Kabazu ambaye ni baba mzazi wa Daniel Kabazu alikutana na mamake na Daniel ambaye alikuwa anaitwa Sabrina wakati ambao alikuwa anadawa kazi katika nyumba ya familia ya Bwana Kabazu ambayo ilikuwa anaishi Mikocheni hapa Dar es Salaam. Sabrina Amalina kama ambavyo alikuwa anapenda kumuita wenzake, yani mamake mzazi na Daniel Kabazu, alikuwa ametokea huko Kondoa mkoani Dodoma mara baada ya kustaafu kazi ya kuuza baa ukanda huo. Akaja Dar es Salaam na kujipatia kazi kwa Bwana Kabazu. Alitokea kumtamani sana baba mwenye nyumba yani Bwana Pasco Kabazu na kufanikiwa kumshawishi kwa mitego ya umbo na uvaji wake, hasa baada ya kuwa mke wa Bwana Kabazu kusimamia biashara nyingi za Bwana Kabazu. Kwa sasa mke wake akiwa safarini, mara nyingi dada wa kazi ndio alikuwa anakaa nyumbani na watoto wao walikuwa nasoma shule za bweni. Penzi la mzee Pasco Kabazu pamoja na Sabrina
lilianza kwa kasi ya moto wa tipa, na vile muda mwingi walikuwa wenyewe tu, basi walikuwa na furahia penzi kama mke na mume, hadi penzi liliposababisha ujauzito na kumfanya Sabrina aondolewe haraka pale kabla siri haijafichuka kwa mke wake, na kwenda kutafutiwa upande wa nyumba kwenye nyumba za shirika za nyumba za pale Masaki, na huku alikuwa anafunguliwa biashara ya duka la nguo za watoto. Biashara hiyo ndio iliwakutanisha na Belinda, mamake na Mona Lisa miaka 5 baadaye, na tayari Sabrina alikuwa na mtoto wa kiume, na huku Belinda alikuwa na mtoto wa mwaka mmoja, kwa sababu Belinda alikuwa ni mteja wake mkubwa sana, na mtoto huyo wa mwaka mmoja ndio alikuwa ni Mona Lisa. Ni kweli kabisa hadithi zao zilikuwa zinafanana wote wawili, yani Belinda mamake na Mona Lisa, pamoja na Sabrina mama yake sasa na Danieli, kwa maana kwamba wote walizaa na waume za watu. Lakini kwa Belinda ilikuwa ni afadhali, kwa maana kwamba yeye alikuwa anaishi na Edison kama mke na mume, maana familia yake yote ya mke na watoto ilikuwa mbali kabisa huko nchini Mbogolendi. Lakini pia utofauti ukaongezeka kwenye matunzo na huduma. Japo Bwana Pasco Kabanzu alikuwa anajitahidi kwa hali na mali kutoa huduma kwa Sabrina, lakini haikufikia kabisa huduma ambazo alikuwa anapewa mwenzake Belinda, kwa sababu wakati Sabrina amekodiwa tu kijisehemu kwenye gorofa la nyumba za shirika la taifa NHC, huku Belinda yeye alikuwa anaishi katika nyumba yake kubwa tu ya kifahari ambayo alikuwa amepangiwa na babake na Mona Lisa. Na wakati Sabrina akiwa anagombaniana daladala kuelekea Kariakoo kuhemea, mwenzake Belinda alikuwa anaendesha gari lake mwenyewe, na wakati yeye Sabrina analala na Kabanzu kwa kuviziana, wakati mke wake labda atakuwa amesafiri ama kutembelewa mara chache mida ya mchana, Belinda yeye alikuwa anapika na kupakua na mpenzi wake Edison, na huku alikuwa anapata stahiki zake zote kama mke wa barozi, na mara kwa mara akiwa anawaona walikuwa wanapita mbele yake wakiwa pamoja na mtoto wao Mona Lisa katika mwonekano wa kifamilia kabisa. Na haikuwa tofauti na vile ambavyo Kabanzu alikuwa anaishi na mke wake. Na hiyo ilichochea kiu ya Sabrina kuishi kama Belinda. Yeye Sabrina alikuwa anapania kumchukua Kabanzu awe wake moja kwa moja, kwa maana kwamba alikuwa anahitaji mzee Kabanzu aachane na mke wake ili kusudi amoe yeye, ili kusudi na yeye aishi kama Belinda na kufaidi mali za Kabanzu. Ukiachilia mbali kutamani Bwana Kabanzu ahamie kwake, lakini pia Sabrina aliyaonea wivu mpaka maisha ya watoto wa Kabanzu ambao walikuwa naishi kwa furaha na mwonekano wa kuwa ni watoto wa bosi fulani. Na sio kwamba Danieli Kabanzu hakuwa na mwonekano mzuri, ama sio kwamba Danieli Kabanzu pamoja na mama yake Sabrina hawakuonyeshwa upendo na kupewa huduma ambazo zilikuwa zinastahili. Hapana, lakini ghafla tu Sabrina alikuwa anatamani kuchukua haki zote za watoto wa Kabanzu awe nazo yeye pamoja na mwanae Danieli. Mpango wa kwanza kabisa wa Sabrina ulikuwa ni kumfanya mke wa Kabanzu kulijua penzi lao, kwa maana kwamba bosi wake wa zamani ambaye hakujua lolote kuhusu yeye wala mtoto wake Danieli. Kwa hivyo basi Sabrina akaanza kumlazimisha Bwana Kabanzu awe na lala pale kwake hata siku ambazo mke wa Kabanzu alikuwepo jijini Dar es Salaam. Kitu ambacho mzee Kabanzu alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba kama akidiriki kufanya kama hivyo, basi ni lazima tu atakuwa ameharibu ndoa yake. Kwa maana hiyo alikuwa anakata kumfanyia mke wake dharau ya namna kama hiyo, kwa sababu alisha kuchepuka na Sabrina, lakini bado alikuwa anampenda sana mke wake. Sabrina alipoona kwamba mzee Kabanzu alikuwa hajaingia kabisa mtegoni, akabadilisha mbinu sasa na kuamua kutumia upande wa giza, yani kwenda kwa uganga wenye ulozi ili kusudi kumpumbaza Bwana Pasco Kabanzu asimpende tena mke wake, na badala yake mapenzi yote yahamishiwe kwake. Na huko ni kama vile Sabrina alianza kufanikiwa, kwa sababu ilikuwa natokea mara kadhaa mzee Kabanzu alikuwa analala kwake Sabrina na kusababisha ugomvi mkubwa sana kwa mke wake, ambaye alikuwa anatumia busara za hali ya juu kabisa kumaliza ule ugomvi, huku mke wake huyo akiwa anatafuta sababu na chanzo cha mabadiliko hayo ya mumewe. Kitendo cha kumaliza ugomvi kila pale ambapo ulikuwa natokea kilikuwa kinamuumiza sana Sabrina, ambaye siku zote alikuwa anatamani kuona ugomvi wa mzee Kabanzu pamoja na mke wake unaisha kwa wawili hao kuachana kabisa, ili kusudi yeye sasa amchukue mazima mzee Pasco Kabanzu. Lakini wakati huo huo mke wa Bwana Kabanzu alikuwa anafanya juhudi za hali ya juu kabisa kuhakikisha mume wake anatulia. Lakini yote haikusaidia kitu wala haikuleta kabisa majibu, kwa sababu miaka michache baadaye, yani mwaka wa 1992, wakati Danieli Kabanzu akiwa na miaka 17 sasa, anasoma kidato cha 3,
Akibakiza mwaka mmoja kumaliza sekondari, mzee Kabazu akarejea nyumbani kwa mke wake mida ya saa 2 za usiku na kuanza kulalamika maumivu ya tumbo. Na muda mchache baadaye akaanza kulegea mwili, na huku alikuwa anatoa povu mdomoni. Na hata walipomwaisha hospitalini, bwana Kabazu alifariki mapema kabisa, na huku alikuwa anapatiwa matibabu. Madaktari wa hospitali ya taifa Muhimbili walithibitisha kwamba kifo cha bwana Pasco Kabazu kilikuwa kimesababishwa na chakula ambacho hakikuwa ni kizuri, ambacho kilitafsiriwa kwamba labda kilikuwa kimeshanganywa na mmea ambao ulikuwa na sumu. Kusema kweli kabisa, hakuna ambaye alikuwa amejua wala kutambua sehemu ambayo bwana Kabazu alikuwa amekula huo mmea, na bahati mbaya pale nyumbani hakuwa amekula chakula chochote. Na hilo lilikuwa ni pigo kwa serikali, pigo kwa chama, na ni pigo kwa familia yake pia. Polisi waliahidi kwamba watafanya uchunguzi kuhusu chanzo cha sumu hiyo. Hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anajua kwamba mzee Pasco Kabazu alikuwa amekula chakula ambacho alikuwa amepewa na Sabrina mchepuko wake, na kikiwa kimechanganywa kimakosa na mmea hatari wa sumu ambao kwa masharti ya mganga ilibidi uwekwe kwenye koti ambalo atakaria, huku dawa nyingine ambayo alikuwa amepatiwa ndio alikuwa anatakiwa kuiweka kwenye chakula cha mzee Pasco Kabazu. Kwa kujua kosa hilo ambalo Sabrina alikuwa amelifanya, alihakikisha anakaa kimya tu na siri yake bila kumweleza mtu yoyote ule, sio ndugu, sio jamaa, sio marafiki, na wala sio mtoto wake Daniel pia. Hajawahi kabisa kujua siri hii ambayo ingemfanya afie jela. Daniel Kabazu kile ambacho alielezwa na mama yake ni kwamba mama yake mkubwa, yani mke wa mzee Kabazu, ndio alikuwa amempatia sumu mume wake, kwa sababu alikuwa amejua kwamba alikuwa na mtoto nje ya ndoa ambaye ndiye yeye. Taarifa hiyo sasa ikamfanya Danieli amchukie sana mke wa bwana Kabazu, yani mama yake mkubwa, pamoja na watoto wake wote wa bwana Kabazu, yani ndugu zake ambao walizaliwa kwa huyo mke wake wa kwanza. Maisha yalikuwa nazidi kuendelea tu, na huku mama Danieli Kabazu alikuwa anakosa mwana kwa maji ya moto. Kwa sasa ilikuwa natakiwa aanze kupambana yeye mwenyewe ili kusudi kuweza kumudu elimu ya kijana wake Danieli ambaye aliishia hapo kidato cha 4. Urafiki wa Sabrina pamoja na mamake na Mona Lisa, yani Belinda, ulikuwa naendelea, huku Belinda alikuwa hajui lolote kuhusu mama Danieli ambaye alikuwa anaonyesha jitihada katika biashara zake ambazo sasa alikuwa anashirikiana na mtoto wake Danieli. Danieli alikuwa ni mtiifu sana siku zote kwa mama yake, na sio tu alikuwa ni mtu wa kusaidia kuleta kipato nyumbani, lakini pia Danieli alikuwa anapenda sana kukaa kwenye duka la mama yake ambalo sasa lilikuwa ni duka la nguo pamoja na viatu vya kila aina, na sio viatu na nguo za watoto tu kama ambavyo ilikuwa mwanzo, bali viatu pamoja na nguo vya watu wote, watoto na watu wazima pia. Faida kubwa kwa Danieli katika duka hili, ukiachilia mbali kupata pesa ambazo alikuwa anaongeza bei kwa wateja, lakini pia Danieli alikuwa anaweza kujipatia wanawake wengi sana wa kila namna. Na kitu ambacho huwezi kuamini ni kwamba kuna wakati mama yake alikuwa anamkuadia kwa wanawake wenye uwezo kipesa ili kusudi kijana wake afaidike nao. Urafiki wa Belinda pamoja na Sabrina ulikuwa nazidi kukua kiasi kwamba Belinda aliweza kumwazima mama Danieli kiasi cha pesa kwa ajili ya kununua upande wa jengo ambalo walikuwa wamekodi hapo mwanzo, wakati wale serikali ilikuwa imeamua kuuza nyumba zake. Lakini kitu ambacho huwezi kabisa kuamini ni kwamba kuna wakati Sabrina alikuwa anataka kumshawishi Belinda alale na mwanae bila kujali kwamba alikuwa ni mke wa mtu na heshima zake zote ambazo alikuwa nazo. Yeye ambacho alikuwa anajali ni pesa tu ambazo angezipata kwa mwanamke huyu ambaye alikuwa ni rafiki yake. Yani Sabrina alikuwa anamtafutia mtoto wake Daniel wanawake wenye pesa ili kusudi alale nao, wampatie pesa waendelee kuishi. Sabrina akajikuta alikuwa anatamani maisha ya binti Mona Lisa pamoja na vitu vyote ambavyo wazazi wake walikuwa wameviandaa kwa ajili yake, na njia sahihi ilikuwa ni kufanya ushawishi ili kusudi Daniel aonekane kwamba ndio mwanaume sahihi kwake, na kwamba iwe njia rahisi ya wao kutumia na kujipatia pesa kutoka kwa Mona Lisa bila kufanya kosa ambalo yeye alilifanya mwanzo kwa bwana Kabazu. Ni kweli kabisa mama Danieli alifanikiwa kuiteka akili ya mamake na Mona Lisa. Kwanza kabisa alianza kumweleza kwamba asifanye kosa la kumwacha Mona Lisa aingia katika mahusiano na wanaume wasioeleweka, yani wanaume maskini ama waliotoka kwenye maisha ya vipato vya chini. Sabrina anafanikiwa katika hilo kwa kumweleza mama Mona kwamba
Sasa hivi kuna wanaume wana tabia za kuvizia watoto wa matajiri na kuwalaghai kwa mapenzi ya uongo, na mwisho wa siku wanapora kila kitu. Belinda alikuwa ni kama tu wa mama wengine, naye hakutaka kabisa binti yake aingie katika mtego kama huo wa wanaume walaghai. Kwa sasa kwa namna hiyo akajikuta alikuwa anamchagua Daniel Kabazu, ambaye siku zote alikuwa anamonyesha nidhamu na heshima ya hali ya juu kabisa, kwamba ndio atakuwa ni mkwe wake mtarajiwa, akiwa hajui kabisa kwamba ile nidhamu na heshima ambayo Daniel alikuwa anamonyesha zote zilikuwa ni geresha tu, kwa sababu mtu na mama yake wote wawili walikuwa na lao moja, kwamba wamteke Mona Lisa kimapenzi, hatimaye kujipatia pesa. Mama Mona Lisa akaanza kumtuma binti yake Mona mara kwa mara nyumbani ama hata dukani kwake na Daniel kwa lengo la kuwaunganisha wawili hawa, lakini juhudi zote ziligonga mwamba, hasa pale ambapo Mona Lisa aliposhindwa kabisa kuonyesha dalili za kuwa na Daniel. Lakini wazazi walikuwa wanachukulia kwamba ulikuwa ni utoto tu, na kwamba Mona Lisa baadaye atamuelewa tu Daniel, na huku akipanga kwamba mara wawili hao watakapoonyesha na dalili ya kuwa pamoja, basi wahakikishe kwamba wanaoana, bila kujua kwamba ulikuwa ni mtego kwa Sabrina pamoja na mtoto wake Daniel, kwamba wakishaoana tu Mona Lisa na Daniel, basi mali zote ambazo akina Mona Lisa walikuwa nazo zitaanza kuhamia kwao akina Daniel pamoja na mama yake. Lakini hilo lingetokea baada ya Mona Lisa kufika kwenye ngazi ya chuo kimasomo, jambo ambalo sasa ndio limeingiliwa kwa Jackson kumpatia ujauzito Mona Lisa, ambaye sasa yuko Mbogoland anaendelea tu na elimu yake na huku analea ujauzito wake. Lakini mpango bado ulikuwa hujakwisha, kwa sababu mama Mona wakati anawaza namna ya kulishinda hili jambo ambalo alikuwa analiogopa sana toka mwanzo, wakati huo Sabrina ambaye hakuwa anaishiwa mipango alikuwa anafikiria jambo lake pia na kujipanga upya kabisa na kijana wake Daniel. Na usije ukakubali kabisa kumkosa Mona Lisa Daniel, na usijali kabisa kama atakuwa amezaa ama hata kama atakuwa anatembea na mwanaume mwingine. Sisi kile ambacho tunataka ni kwamba wewe umuoe Mona Lisa na kisha tuanze kupata mali zao, na sio kitu kingine. Na kama ni mwanamke utampata yule ambaye unamtaka wewe. Alikuwa anasisitiza vile mama Daniel, yani Sabrina, ambaye hakujua kabisa kwamba mtoto wake alikuwa anaumia mara mbili. La kwanza kabisa ambalo alikuwa anaumia nalo kilikuwa ni kitendo cha mwanaume mwingine tena kutokea Songea kijijini kutembea na Mona Lisa kabla yeye hajafanya hivyo. Lakini cha pili ilikuwa ni uwezekano wa kukosa mali pamoja na maisha mazuri yake na Mona Lisa kama tu Mona Lisa akikataa kuolewa na yeye. Sabrina alikuwa anamtoa wasiwasi mama Mona kwamba Daniel amesema kwamba hawezi kabisa kumwacha Mona Lisa eti kwa sababu alikuwa amepata ujauzito. Anaamini kwamba ilikuwa ni bahati mbaya tu, kwa hivyo yeye bado anampenda na huo ujauzito wake na ataendelea kumpenda vile vile, kitu ambacho alikiita kwamba kupata ujauzito ilikuwa ni bahati. Mama Mona naye hakutaka kabisa kuipoteza hiyo bahati, akaanza mara moja mipango ya kuwaunganisha Mona Lisa pamoja na Daniel, hata kufikia hatua ya kuhisi kwamba sasa alikuwa anakwenda kufanikiwa mara baada ya kuona kwamba Mona Lisa alikuwa anapokea kadi za salamu za Daniel, bila kujua kwamba wenzake lengo lilikuwa sio kumuoa Mona Lisa kiuzuri, bali ilikuwa ni kuwatumia tu kwa ajili ya pesa ambazo alikuwa nazo. Hatimaye sasa mwezi wa 9 mwaka 1999 Mona Lisa anajifungua mtoto wa kike ambaye aliamua kumpatia jina yeye mwenyewe. Alimuita mtoto wake Clara, jina ambalo alitoa kwa heshima ya bibi yake na Jackson kule kijijini Lumesha Songea, japo hakueleza kabisa wazazi wake ni kwa nini alikuwa amempatia jina kama hilo mtoto wake. Na mtoto huyo akapewa wafanyakazi 7 kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa miezi 6 ya mwanzo, Mona Lisa akiwa na hudhuria masomo yake ya kidato cha 5 alikuwa anakutana na mtoto kila baada ya lisali moja kwa ajili ya kumnyonyesha, na kusema kweli kabisa hiyo ilikuwa ni nafasi ya kipekee sana na ilikuwa ni heshima kubwa sana kwake, kwa sababu Mona Lisa alikuwa anatendewa kama binti mfalme. Licha ya kusoma huku akiwa analea na huku akiwa anapokea zawadi pamoja na kadi za mapenzi kutokea kwa Daniel Kabazu, lakini Mona Lisa hakuacha kabisa kupiga simu kwa dada Mage akiwa anamuuliza mara kwa mara kama ameshawahi kukutana na Jackson kifaru ama vipi. Lakini sasa siku zote jibu lake Mage lilikuwa ni lile lile, kwamba bado alikuwa hajamuona Jackson
na kama itatokea atamwona, basi atampigia simu muda huo huo. Jibu ambalo kusema kweli kabisa lilimuumiza sana Mona Lisa, ambaye hakuacha kumweleza Mage kwamba akirejea nchini basi lazima atakwenda Songea kwa ajili ya kumtafuta Jackson wake. Mwaka 2004 mwezi wa 9 ndio mwaka ambao Mona Lisa alikuwa anarejea nchini Tanzania, na sasa alikuwa na mtoto mkubwa tu mwenye miaka 4 kuelekea 5. Nchini Tanzania alikuta ameshajengewa nyumba kubwa sana huko Kibamba, njia panda ya shule, pamoja na kufunguliwa kampuni kubwa tu ya magari pamoja na mizigo na basi za abiria pia, ambazo zilikuwa zinafanya safari zake Dar es Salaam kwenda mikoa ya kusini mpaka Mbogoleni pia. Na makao makuu ya hiyo kampuni yake Mona Lisa ilikuwa ni hapo Kibaha kwa Mfipa, ambako pia palikuwa na kituo cha mafuta. Na ili kusudi kunogesha na kumpatia umuhimu bwana Danieli, mama Mona Lisa alimweleza Mona Lisa kwamba ujenzi wa kituo cha mafuta na shughuli nyingi za mradi zilisimamiwa na Danieli, ambaye amekuwa msaada mkubwa sana katika ile kampuni. Na yote ilikuwa ni kumpatia nafasi Mona Lisa kuona tu namna gani ambavyo Danieli Kabanzu alikuwa ni mtu muhimu sana. Kwa hivyo alikuwa anapaswa kumkubalia na kuwa mpenzi wake, hata kama alikuwa na mtoto wa mwanaume mwingine. Ni sawa kama ambavyo unasema mama, lakini sasa bado hajawa mchumba wangu. Itakuwaje kama mimi nitakutana na Jack? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, ambaye bado hakuwa ameafiki swala la kuwa na Danieli, licha kwamba ni miaka 5 sasa ilikuwa imepita hajaonana kabisa na Jack. Na sio tu kutokuonana naye, lakini hata mawasiliano hawajawahi kabisa kufanya, hata kwa mara moja tu. Lakini sasa Mona Lisa mwanangu, ni kwa nini unamng'ang'ania sana mwanaume ambaye hajulikani kabisa wapi alipo? Yaani hana mbele wala nyuma. Huoni kama huyu mwanaume sio hadhi yako kabisa mwanangu? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona kwa sauti ya ukali ambayo ilikuwa imejaa chukizo. Kwa sasa mama, hilo ndilo jibu ambalo napaswa kumjibu mtoto wangu Krala. Siku moja akihitaji kujua kuhusu baba yake, si ndio? Kwamba sikuolewa na baba yake kwa sababu ni maskini. Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, ambaye sasa alikuwa ni mdada wa nguvu kabisa mwenye sura ya kitoto na sio yule Mona Lisa wa form 4. Hapo mama Mona akatazama chini, na huku alikuwa anashusha pumzi nzito, akitumia dakika moja nzima kuanza jambo kabla hajanyanyua uso wake na kumtazama Mona Lisa kwa macho ya upole. Mona Lisa naye akamtazama kwa tahadhari. Mona Lisa mwanangu, unajua vizuri kabisa kwamba mimi mama yako sijawahi kabisa kukupatia kitu kibaya. Nimekupatia kila kitu ambacho walikuwa wanahitaji. Basi hata wewe naomba unisaidie mimi katika hili. Huoni kama mimi mama yako nitashindwa kabisa kuificha sura yangu mwanangu, kama tu atajua ukweli kuhusu babake na Krala? Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ya upole kabisa, ambaye aliona wazi kabisa kulikuwa na dalili za Mona Lisa kumkataa Danieli. Mona Lisa anatulia kidogo na kuwaza jambo, kwa sababu ukweli ni kwamba bado alikuwa anampenda sana Jackson Kifaru, na bado alikuwa anaamini kabisa kwamba alikuwa na nafasi ya kumpata Jack na kuungana naye katika malezi ya binti yao, na tena wakiwa mke na mume kabisa. Yaani wazo la kwamba akate tamaa licha ya kupita miaka 5 bado hakuwa nalo kabisa Mona Lisa. Lakini mama, kusema kweli kabisa, Krala anamhitaji baba yake, na hakuwa na mwanaume yote ambaye anaweza kulea mtoto ambaye sio wa kwake. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, akionyesha msisitizo na kumfanya Belinda acheke kidogo. Basi ondoa shaka kabisa juu ya hilo Mona Lisa, sawe? Na tena Danieli Kabanzu alikuwa anatamani mtoto aandikishwe kwamba yeye ndio baba, na hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo anampenda sana. Alikuwa anazungumza vile mama Mona, na hapo sasa Mona Lisa aliacha tabasamu la uchungu. Yaani mama, ndio kusema kwamba unakuwa huwajui kabisa wanaume pale ambapo wanataka jambo lao? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, ambaye sasa alicheka waziwazi, akatulia kidogo na kisha kuzungumza tena. Basi sawa mama, mimi nimekubali, lakini kwa sharti moja.
ni mpaka pale ambapo nitakapohakikisha kwamba siwezi tena kuishi na Jackson. Yaani either Jackson au ameshakufa, ama labda au ameshaoa mwanamke mwingine, ama siwezi kabisa kumwona tena. Hapo ndipo nitakubali kuolewa na Daniel. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na hapo sasa Mama Mona akaachia tabasamu la ushindi. Lakini kabla hajamaliza kutabasamu, Mona Lisa akaongeza tena kuzungumza. Lakini pia anahitaji sana muda kwa ajili ya kumchunguza Daniel, ndipo nifunga na ndoa. Na akikubali basi mwambie kwamba hatutafanya chochote mpaka tufunge ndoa. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa amekunja sura kuonyesha kwamba hakuwa na utani kabisa kwa kile ambacho alikuwa amezungumza. Kama ni hilo tu mwanangu, basi wala usiwa na wasiwasi. Daniel Kabanzu ni kijana mstaarabu sana, na tena anakupenda kutoka moyoni kabisa. Kama ameweza kukuvumilia kwa miaka hii yote toka umeanza kumkataa miaka 5 iliyopita, na licha kutokea yote aliyotokea bado anaendelea kukupenda mpaka leo, ni kwa nini ashindwe kabisa katika jambo dogo kama hili? Alikuwa anazungumza pale mama yake na Mona Lisa kwa sauti ya kujiamini. Mama Mona alikwenda kupiga simu kwa mama yake na Daniel, yani Sabrina. Wakati huo tayari simu za mkononi zilikuwa zinatumika Tanzania mwaka 2004 kuelekea na 5. Kwa eneo kubwa la nchi simu zilikuwepo. Akamweleza kuhusu maongezi yake na Mona Lisa, na kwa hakika kabisa hiyo ilikuwa ni habari nzuri sana kwa hawa marafiki wawili, bila kujua kwamba mwenzake mama Daniel lengo halikuwa tu ni kijana wake kumwoa Mona Lisa, bali lengo ilikuwa ni kumwoa ili kusudi wafaidike na mali ambazo alikuwa nazo. Lakini mama Mona maskini ya Mungu hakuna chochote ambacho alikuwa anajua. Wiki 2 baadaye, Mona Lisa ambaye alikuwa bado hajaanza kazi ofisini kwake pale katika ofisi mpya Kibaha kwa Mfipa, na huko mama yake akiendelea tu kusimamia baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yamebakia, aliaga kwamba alikuwa anakwenda kutembea Morogoro pamoja na binti yake Krala. Lakini kitu ambacho huwezi kabisa kuamini msikilizaji, Mona Lisa kumbe hakuwa anakwenda Morogoro kutembea, bali alikodi ndege na kisha kuelekea Songea, ambao alichukua chumba katika hoteli kubwa tu ya Makimakuluga Motel, na kisha aliwasiliana na dada Mage ambaye alikutana naye na kumpatia simulizi yake kwa ufupi. Mona Lisa alimweleza Mage juu ya ujauzito ambao aliupata mara ya mwisho alipokutana na Jackson. Akamweleza mambo mengine mengi tu, na akamweleza jinsi vile ambavyo alipelekwa Mbogolendi kusoma na kujifungua pia, na kisha akamweleza kuhusu mchumba ambaye mama yake mzazi alikuwa anataka kuolewa naye, ambaye sisi tunamjua kwamba ni bwana Daniel Kabanzu. Kwa sasa nimekuja Songea kwa ajili ya kumtafuta Jackie dada Mage, na kama nitamkosa tena awamu hii sintokuwa na namna, itabidi tu nikubali kuolewa na Daniel. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa ambaye sasa alikuwa ni mama Krala. Lakini sasa Mona Lisa, mimi sidhani kabisa kama kweli kabisa utaweza kuondoka Songea bila kumpata Jack. So nasema kwamba unapakumbuka vizuri kabisa nyumbani kwa bibi yake? Alikuwa anauliza pale swali Mage. Kwa jinsi vile ambavyo Jack alikuwa na marafiki wengi wakati ule, basi tukiuliza tu tunaweza kupapata kwa bibi yake. Alikuwa anajibu pale Mona Lisa akiwa amepania kwenda Lumesha kijijini kwa ajili ya kumtafuta mpenzi wake Jackson. Ni kweli kabisa, siku ya pili tu safari ya kuelekea kijijini Lumesha ilianza mara moja. Walitumia gari dogo la kukodi taksi kutokea Songea mjini mpaka kijijini Lumesha. Njiani Mona Lisa alikuwa anawaza namna vile ambavyo leo anakwenda kufaidi ndizi kwenye bakuli lake la mlenda. Lakini sasa siku zote wanasema kwamba mkamia maji huwa yanampalia ama huishia kuonja kidogo tu, kwa sababu mara baada ya kufika kule kijijini Lumesha waliambiwa kwamba bibi kifaru yani Krala Nyoni alishafariki dunia, nyumba ilishauzwa, na Jackson pamoja na wazazi wake hawapo tena pale kijijini. Na kusema kweli kabisa jamani, hatujui chochote ambacho kiliwatokea, lakini waliondoka hapa muda mrefu sana wakiwa na maisha magumu sana. Kwa sasa haijulikani kabisa wako wapi. Mjini kule nyumba ambayo walikuwa naishi walinyang'anywa na benki, kwa sababu mzee kifaru alishindwa kabisa kulipa mkopo aliokopa benki, na pesa zote alishia kuchezea tu. Hizo ndizo zilikuwa ni taarifa ambazo zilikuwa zimezaga pale Lumesha,
kutokea kwa msambazaji Bwana Kichenje. Kusema kweli kabisa, Mona Lisa ambaye aliamua kugawa zawadi za Bibi Clara nyumbani kwa majirani ambao walikuwa namjua na akaondoka zake, na huku alikuwa ameishiwa nguvu, mambo mawili ndio yalikuwa namuuma. Jambo la kwanza kabisa lilikuwa ni lile la kumkosa Jackson kifaru pamoja na utamu wake wa ndizi, na jambo la pili ilikuwa ni kwamba yeye pamoja na binti yake Clara ndio hawataonana tena na Jackson kama mume na kama baba pia. Lakini Mona Lisa, mimi naamini kabisa kwamba kuna siku utakutana tu na Jackson. Haijalishi kama itakuwa na kwa kuchelewa ama hata kama itakuwa kwa kuwahi. Hivyo basi, yote kwa yote, lolote ambalo litatokea, hakikisha unaweka akiba katika moyo wako. Alikuwa anazungumza vile Magi wakati ambao alikuwa anaagana na Mona Lisa uwanja wa ndege. Mona Lisa sasa akiwa ni mtu aliyekata kabisa tamaa, alifika nyumbani kwake Kibamba huko Dar es Salaam, ambako alikuwa anaishi yeye pamoja na binti wa kazi Subira. Na siku ya pili walimpigia simu mama yake, ambaye alimwahidi kwamba siku hiyo ya pili angemtembelea huko Masaki ambako alikuwa anaishi. Mona Lisa ni kweli kabisa alifanya hivyo, kwa maana kwamba siku ya pili alitoka nyumbani hapa Kibamba shule kuelekea Masaki kwa mama yake, ambapo alimkuta Danieli alikuwa ameshafika na unamsubiria yeye tu. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa amepewa taarifa na mama yake kwamba Mona Lisa alikuwa anakuja hapa leo. Kwanza kabisa, Mona Lisa alikutana na taarifa ya kutisha kutoka kwa mama yake kwamba mchana wa siku ile mama yake akiwa anatoka Kibaha kwa Mfipa kuchukua pesa za mauzo ya siku 3 ya kituo cha mafuta, aliamua kupita kwenye duka fulani nje ya pembeni ya mtaa wa Miembe 7 ili kusudi anunue vocha, kwa sababu alishindwa kabisa kuegesha gari barabarani. Ukichukulia kwamba alikuwa amebeba fedha nyingi sana kiasi cha milioni 20 ambazo zilikuwa ni pesa za mauzo ya siku 3 huko kwenye biashara yao. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba alisha kujiamini na kuepuka kusimama barabarani, lakini wezi walimfuatilia mpaka pale dukani na kutaka kumibia pesa. Yaani mwanangu, huwezi kabisa kuamini, bila kijana mmoja kunisaidia kwa kuwapiga jiwe wale wezi, ningekuwa nimeshaibiwa tayari. Alikuwa anazungumza pale mama yake na Mona Lisa, yani Belinda, ambaye aliendelea kusimulia ushujaa wa yule kijana, na kwa watu wengine walikuwa nashindwa kabisa kumsaidia na kumtolea maneno machafu yule kijana aliyekataa kupokea pesa kama asante. Lakini sasa mama, hutakiwi kabisa kumwamini kila mtu. Wengine wanaweza kuwa walikuwa katika mpango mmoja tu. Alikuwa anazungumza pale Danieli, ambaye huyu hakuamini kabisa kama kweli kabisa huyo mtu alikuwa ametoa msaada kwa nia njema kama ambavyo mama Mona alikuwa anazungumza. Lakini kabla sijaondoka nilimwachia nambari yangu ya simu. Wacha tuone kama atapiga na kuleta ujanja wake. Maana kama kweli kabisa alinisaidia kwa njia ya mtego, basi lazima atapiga simu na nitamjua tu kama na yeye pia alikuwa pamoja na wale wezi. Alikuwa anazungumza vile mama Mona, ambaye bado hakuwa anajua kabisa mtoto wake Mona Lisa alikuwa na jambo gani mpaka ametoka huko kwake Kibamba shule na kuja hapa Masaki mara tu ya kutoka huko kwenye safari yake. Mama, mimi nilisafiri kuelekea Songea kumtafuta baba Clara, yani Jack. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na kuwafanya mama yake pamoja na Danieli kustuka na kuwafanya mioyo yao kwenda kwa kasi. Na ni kwa nini huko ni aga Mona Lisa? Alikuwa anauliza pale swali mama yake kwa sauti ya mshangao. Sikuwa nataka nikusumbue mama. Nilikuwa nataka nimalize hili swala mimi mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, akatulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Lakini sasa mama Jackie nimemkosa. Na kwa sasa hajulikani kabisa yeye pamoja na wazazi wake wanaishi wapi. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na huzuni kupita kiasi, na huku mama yake pamoja na Danieli walikuwa wanapata tabasamu zito la ushindi. Kwa sasa naomba mnipatie muda wa kufikiria, na kisha nitawaambia ni lini nitakuwa tayari kuchumbiwa na Danieli. Lakini kwa sasa tutakuwa ni marafiki wa kawaida tu, kwa sababu nahitaji kwanza kumsahau Jack
mara baada ya kujua kwamba sintoweza kumpata tena. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Mona Lisa, ambaye kusema kweli kabisa alikuwa anaonekana kukosa kabisa amani. Basi hakuna shida kabisa Mona Lisa, hata kama itachukua miaka 5 wewe kumsahau huyo Jack. Cha msingi ni kwamba umekubali kuwa na mimi, basi mimi nitakuwa tayari kusubiria kwa muda wote ule. Alikuwa anazungumza vile Danieli, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na furaha kubwa, hata sio ni kwa nini, lakini katika moyo wake Mona Lisa alikuwa anamchukia sana Danieli. Kuanzia hapo sasa, msikilizaji, urafiki kati ya Mona Lisa pamoja na Danieli ulianza kupamba moto kwa asilimia kubwa. Haikupita siku hata 2 bila hao watu wawili kuonana. Mara kwa mara Danieli alikuwa anamtembelea Mona Lisa nyumbani kwake, ama hata kule ofisini kwake kwenye sheli mpya Kibaa kwa Mfipa, na huku alikuwa anashiriki kwa karibu kabisa katika kila mpango pamoja na shughuli za kampuni hii, kiasi cha kila mmoja sasa kutambua kwamba Danieli Kabanzu ndio alikuwa ni mchumba mpya wa Mona Lisa, yani bosi wao. Mara kadhaa bwana Danieli Kabanzu alikuwa anajaribu kumwingiza Mona Lisa katika vishawishi vya ngono, na huku alikuwa anaweka hali ya huruma angalau amshawishi Mona Lisa kumchukulia kama mpenzi wake na kumpatia kitumbua ili kusudi kile, na yeye ajiwekee uhakika wa kummiliki mwanamke mzuri pamoja na mali zake. Lakini sasa ukweli ni kwamba Mona Lisa alikuwa hajawahi kabisa hata kuhisi hamu ya kufanya mapenzi na Danieli Kabanzu, kwa maana kwamba hata kunde yake ilikuwa haijawahi kabisa kustuka ama hata kuweka hisia za kumpatia kitumbua Danieli. Na kitu cha ajabu ni kwamba kila pale ambapo Mona Lisa alikuwa anamkumbuka Jackson Kifaru, bakuli lake lilikuwa linaloa mlenda ghafla tu. Danieli Kabanzu, ambaye alitumwa kazi na mama yake kuja kupora mali za Mona Lisa, huku yeye akiongeza ya kwake ya kummiliki Mona Lisa, ambaye sio tu yeye alikuwa anamtamani, lakini wanaume wengi ambao walikuwa ni watoto wa matajiri na viongozi wakubwa serikalini, vijana kwa wazee, walikuwa wanapiga na vikumbo kuwania penzi na msichana huyu, ambaye taratibu alianza kuwa gumzo midomoni mwa watu wenye pesa, wakisimuliana vile ambavyo alikuwa ni mzuri. Danieli alipewa mbinu mpya ya kumpenda mtoto wa Mona Lisa, yani Clara, na kumwaminisha kwamba yeye ndio baba yake. Lakini msikilizaji, huwezi kabisa kuamini, kwa sababu mtoto Clara alionyesha kiu ya kumwona baba yake Jackson, na hakuwahi kabisa kumchukulia Danieli kama baba yake mzazi. Zaidi, siku zote alikuwa anamuita tu mjomba. Mwaka ulipokwisha sasa, ulikuwa unaingia mwaka wa 2005. Mtoto Clara alianza shule darasa la awali, kama vile ambavyo tunaweza kuita chekechea, na ilikuwa ni katika shule moja kubwa tu ya kisasa ambayo hiyo inatoa elimu bora kabisa kwa ngazi ya kimataifa, ambayo inaitwa Queen Vasirisa, ambayo ipo katika maeneo ya Kibaha kwa Matias. Gari dogo Toyota Cresta ilinunuliwa kwa ajili yake mtoto Clara, na dereva akaajiliwa kwa ajili yake pia, na yote ilikuwa ni kwa ajili ya kumpeleka na kumrudisha kutokea shule. Kusema ukweli kabisa, Mona Lisa alikuwa anamlia binti yake zaidi ya yeye vile ambavyo alilelewa na wazazi wake, na yote ni kwa sababu alikuwa anampenda mno mno binti yake. Maisha yalikuwa yanazidi kuendelea tu, na huku Mona Lisa mara kwa mara alikuwa anawaza na kumkumbuka Jackson Kifaru, na alikuwa anawaza kuhusu maisha ya Jackson huku aliko, kwamba alikuwa anaishi vipi, kwa sababu wakati amekwenda Songea miezi michache iliyopita, aliambiwa kwamba maisha yao yalikuwa yamebadilika mara baada ya wazazi kustaafu na kuwa magumu zaidi. Japo Mona Lisa alikuwa ameshazoeana kabisa na Danieli, na kila mtu sasa akiwa anajua kwamba Danieli alikuwa ni mchumba wake, na huko Mona Lisa akimpatia Danieli pesa za matumizi, ikiwa ni pamoja na kumnunulia gari la kutembelea. Lakini ukweli ni kwamba bado hakuwa na hisia naye za kimapenzi hata kwa 1% tu. Na kwa hakika kabisa, msikilizaji, usiombe kabisa jambo kama hili lipate kukutokea. Ilikuwa ni mwanzoni mwa mwezi wa 3, siku ya Ijumaa Kuu, siku ambayo shule zilikuwa zinafungwa kwa ajili ya likizo fupi ambayo wengi tunaita likizo ya Pasaka, lakini huwa ni robo ya muhula. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo Mona Lisa akiongozana na Danieli Kabanzu walikuwa wametoka kuchange pesa za kigeni dola 100,000 na kujipatia karibia shilingi milioni 120 za Tanzania kwa muda huo, kwa ajili ya kulipia ushuru wa magari 150 ya kampuni yake
yakiwemo magari 100 ya mizigo pamoja na mabasi 50 ya abiria. Mida ya saa 5 za asubuhi waliagana na Daniel Kabanzu ambaye alisema kwamba anakwenda Masaki, na Mona Lisa alisema kwamba alikuwa anakwenda na pesa zake nyumbani akapumzika kidogo kabla ya kwenda ofisini kwake Kibaha kwa Mfipa. Na huku alikuwa anapanga kwamba siku ya pili, yani Jumamosi, iwe ndio siku ya kupeleka pesa katika mamlaka za mapato Tanzania TRA kufanya malipo ya ushuru ili kusudi aweze kuchukua magari yake bandarini na kisha kuajiri wafanyakazi na magari yaanze kazi mara moja. Lakini basi majira ya saa 8 za mchana, Mona Lisa akiwa nyumbani amevalia suruali nyepesi pamoja na suti iliyokuwa na rangi ya kijivu pamoja na shati jeupe ambalo alikuwa amechomekea kwenye suruali yake iliyomkaa vizuri kabisa na kuonyesha namna ambavyo alikuwa ameumbika, na chini akivalia viatu vya wazi vilivyokuwa na visigino virefu ambavyo vilikuwa vimekaa vyema kabisa katika nyayo zake za miguu, na akiwa katika maandalizi ya kutoka ili kusudi aende Kibaha kwa Mfipa katika ofisi yake, yani kwenye kituo chake cha mafuta, kwa lengo la kwenda kutazama maendeleo ya kazi. Mara pale pale akasikia simu ya mezani ambayo ni mali ya kampuni ya simu ya serikali ilikuwa inaanza kuita. Simu ambayo katika hii nyumba walikuwa naijua watu wachache sana kutokana na kuitumia mara kwa mara. Mona Lisa akiwa na imani kwamba alikuwa amepigiwa na mtu ambaye alikuwa anazijua namba za simu zake za mkononi, akaisogelea simu na kisha kunyanyua mkonga wa simu hiyo akaweka sikioni. Hapo sasa ndipo alikutana na sauti kama ya mtu yupo kwenye gari, maana alisikia mvumo wa upepo na ngurumo nyingine pia. Halo, ni mimi Mona Lisa Edison. Nazungumza na nani mwenzangu tafadhali? Kwa sababu Mona Lisa kwani hata alimaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze kwa sauti yake tulivu. Hakupewa nafasi ya kumaliza kuzungumza kwa sababu alikatizwa pale pale. Nataka kuzungumza na Mama Krala. Ilikuwa nasikika sauti kavu kabisa ya kiume kutokea huko upande wa pili wa simu, na hiyo inamshtua kidogo Mona Lisa kwa sababu sauti ya mpigaji ilikuwa nyingine kabisa mashikoni mwake, lakini akajikaza kidogo na kisha kuzungumza. Ndio mimi hapa ninayezungumza, alikuwa anajibu vile Mona Lisa kwa sauti yake iliyokuwa na tahadhari na kujikaza pia. Vizuri. Sasa Mona Lisa, nataka unisikilize kwa makini kabisa. Kama utajaribu kukiuka japo kitu kimoja tu katika haya niliyozungumza, basi utajuta katika maisha yako yote. Ilikuwa nasikika ile sauti kavu kabisa ya kiume kutokea huko upande wa pili wa simu. Mona Lisa alishtuka kidogo. Kwani wewe ni nani? Na ni mambo gani ambayo unasema kwamba sitakiwi kukiuka? Alikuwa anauliza vile swali Mama Krala kwa sauti ya juu kabisa iliyokuwa imejaa uoga na mshtuko mkubwa, kwa maana kwamba alikuwa anahisi pengine ilikuwa ni mambo ya kishirikina. Nafikiri kwamba unampenda sana binti yako Krala. Sasa mimi niko naye hapa muda huu. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanaume kutokea upande wa pili wa simu na kumfanya Mona Lisa acheke kidogo. Hakwani ameshatoka tayari shuleni? Na dereva wake amepatwa na kitu gani kwani? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, na huku alikuwa anatazama saa kwenye simu yake ya mkononi. Anaona kwamba ilikuwa ni saa 8 za mchana na sasa ilikuwa nakwenda saa 9. Naona sasa Mona Lisa unafanya utani, sio? Hebu nisikilize vizuri kabisa kwa makini. Alikuwa anazungumza vile huyo jamaa kutokea huko upande wa pili wa simu, na wakati huo Mona Lisa alikuwa anasikia mlango wa sebuleni ulikuwa unafunguliwa. Mona Lisa akiwa katika hali ya mshtuko anatazama mlangoni, anamwona mchumba wake Daniel Kabanzu alikuwa anaingia. Japo hawakuwa na ahadi yoyote ya Daniel kuja hapa nyumbani mchana wa leo, lakini Mona Lisa hakukumbuka wala hakujiuliza kutokana na simu ambayo alikuwa anazungumza nayo muda huu. Sawa, na kusikiliza. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya upole, na huku alikuwa anamtazama Daniel kama ishara ya kumuita. Kabla huyu mwanaume upande wa pili wa simu hajazungumza chochote, sauti ya mtoto wake Krala ilikuwa nasikika huko upande wa pili wa simu, na huku alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa analia, na alikuwa anasema kwamba walikuwa wamemuiba, kwa hivyo mama yake aje kwa ajili ya kumwokoa. Ilikuwa ni sauti ya Krala ambaye alikuwa anapiga kelele za uoga. Hebu mzibeni mdomo, asipige kelele huyo, watu wanaweza kusikia huko nje.
ilikuwa nasikika na sauti ya mwanaume mwenye sauti kavu pia kwenye simu. Halo, vipi, mnampeleka wapi mwanangu? Mnataka kumfanya kitu gani? Mona Lisa alikuwa anauliza pale swali ambaye sasa sauti yake ilikuwa inaambatana na dalili ya hofu pamoja na kilio cha uoga pia. Nini mama Krala? Unasema kwamba mtoto amefanya kitu gani? Danieli ambaye alikuwa ameingia hapa ndani dakika chache tu zilizopita alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anamsogelea Mona Lisa pale ambapo alikuwepo kwenye simu. Danieli anabonyeza kitufe cha sauti ya wazi, yani loudspeaker, ili kusudi kuruhusu sauti isikike kwa wazi. Kwa sasa hatutamfanya kitu chochote kile, lakini nahitaji shilingi milioni 120 ili kusudi nimwachie mtoto wako, na kama haupo tayari kutoa kiasi hicho cha pesa, ndio nitaamua kufanya kitu kwa mtoto wako. Ilikuwa nasikika sauti hiyo ya kiume kutokea huko upande wa pili wa simu. Lakini sasa mimi nitapata wapi pesa nyingi kama hizo? Naombeni mumwachie mwanangu. Basi sawa, kama unajifanya pesa hauna, basi jiandae kuokota mwili wa binti yako barabarani. Ilikuwa nazungumza pale sauti ya mwanaume huko upande wa pili wa simu, na hapo sasa Danieli Kabazu akaona kwamba isiwe tabu. Sawa jamani, basi tutawapatia pesa ambazo mnahitaji. Naomba sana mtuambie tunawapata vipi, na mtoto Krala tutampata vipi pia. Safari hii mtu ambaye alikuwa anazungumza alikuwa ni Danieli. Vizuri sana, nitakupigia simu baada ya muda kidogo ili kusudi nikupatia maelekezo zaidi. Msiondoke karibu na simu, lakini kumbukeni kwamba makosa yoyote mtakayoyafanya, ikiwemo kutoa taarifa kituo cha polisi, pia mtoto hamtomuona tena akiwa mzima. Alikuwa anazungumza pale huyo mwanaume kutokea huko upande wa pili wa simu, na kisha simu ilikatwa pale pale. Hapo kilifuata kilio cha hali ya juu kabisa kutokea kwa Mona Lisa. Alikuwa anamlilia mtoto wake Krala mara baada ya kugundua kwamba alikuwa ametekwa. Lakini hauna haja kabisa ya kulia Mona Lisa, sawa? Sidhani kabisa kama pesa milioni 120 ina thamani kubwa kuliko mtoto Krala. Wacha tuwapatie ili kusudi wasimdhuru mtoto. Alikuwa anazungumza pale Danieli, na huku alikuwa anamshika mkono mchumba wake Mona Lisa na kumpeleka kwenye kochi. Mona Lisa anaendelea kulia tu, na huku alikuwa anapelekwa kwenye kochi akae. Wamesema kwamba wanataka pesa milioni 120, la sivyo wanaweza kumuua mtoto wangu. Alikuwa anazungumza vile tu Mona Lisa, na huku alikuwa anaendelea kulia, kilio ambacho kilimfanya binti ya wakazi anisubira aje pale sebuleni, na huku alikuwa katika mshangao mkubwa. Basi wacha tuwapatie tu Mona Lisa hizo pesa ambazo anahitaji, kwa sababu pesa sio kitu, zinatafutwa tu. Najua kwamba tutafanya kazi na tutapata pesa nyingine, lakini mtoto tukimpoteza itakuwa ni ngumu sana kumpata mtoto kama yeye tena. Alikuwa anazungumza pale Danieli kwa sauti ambayo ilikuwa inabembeleza, na huku alikuwa anamwona Mona Lisa alikuwa anachukua simu. Nataka niwapigie simu polisi. Hapana Mona Lisa, usifanye hilo kosa. Wewe mwenyewe umesikia wanasema kwamba tusikiuke jambo hata moja, kwa sababu hatutomwona tena mtoto akiwa mzima kama tutafanya kosa kama hilo. Alikuwa anazungumza pale Danieli, na huku alikuwa anaweka simu mezani. Mona Lisa anatumia dakika kama 5 nzima, na kisha anaacha kulia, anachukua tena simu yake. Mona Lisa, hebu achana kwanza na simu, sawa? Tusubiri kwanza watu waeleze ni wapi tunakwenda kuwapelekea pesa ili kusudi sisi atuachie mtoto. Alikuwa anazungumza pale Danieli, na huku alikuwa anamzuia Mona Lisa asishike simu. Nataka nimpigie simu Saidi, aniambie imekuwa vipi mpaka mtoto wangu amechukuliwa katika mikono yake. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na Danieli akamwachia simu kwa maana kwamba ampigie dereva ambaye ndio alikuwa na jukumu la kumchukua na kumpeleka mtoto shule kila siku. Mona Lisa ni kweli kabisa anapiga namba ambayo ilikuwa imeseviwa Saidi, simu ambayo inaita kwa muda mrefu bila kupokelewa. Mona Lisa anapiga tena kwa mara ya pili, na safari hii simu inapokelewa. Saidi, mtoto wangu yuko wapi?
Na samani, naitwa Dr. Nanguo wa Tumbi hospitali hapa. Mwenye simu hii yupo katika chumba cha wagonjwa mahututi wa dharura. Ilikuwa nasikika sauti ya utulivu kabisa ya kiume kutokea huko upande wa pili wa simu, ikimkatiza Mona Lisa kabla hatajazungumza kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza, ikionyesha kwamba dereva wa mtoto wake eti alikuwa amelazwa katika hospitali ya Tumbi. Na ni kitu gani ambacho kimemtokea dokta? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imeambatana na kilio cha kwikwi, kwa sababu sasa alikuwa anazidi kupata uhakika wa kwamba mtoto wake Clara alikuwa ametekwa. Kusema kweli kabisa dada, hakuna chochote ambacho najua, kwa sababu ameletwa hapa akiwa na hali mbaya sana. Waliomleta hapa wanasema kwamba wamemkuta amelala nje ya gari katika barabara ya kutokea kwenye shule ya Queen Vasilisa. Lakini kwa sasa naweza kusema kwamba anaendelea vizuri na gari lake pia limeletwa hapa hospitalini. Alikuwa anazungumza vile Dr. Nanguo. Sawa dokta, basi tutakuja kumtazama hapa hospitalini. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kabla ya kukata simu na kuibofya tena, akiwa anaonyesha kwamba alikuwa anahitaji kumpigia simu mtu mwingine. Unampigia nani tena Mona Lisa jamani? Ni vizuri kama tutafuata masharti yao kama ambavyo wamesema. Kwa hivyo tusubirie kwanza wapige simu wao, watuambie tuwapelekee wapi hizo pesa ili kusudi tumchukue mtoto akiwa salama. Alikuwa anazungumza vile Daniel kwa sauti ya kutahadharisha, ambaye alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na hofu ya kukosea maelekezo. Nataka nimpige simu mama. Ni lazima na yeye ajue ni kitu gani ambacho kimetokea. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa na bofya kupiga namba ya mama yake ambayo nayo ilianza kuita, na haraka Danieli akachukua simu pale pale kutoka mkononi mwa Mona Lisa. Lakini hutakiwi kabisa kumweleza mama akiwa huko. Bora aje hapa nyumbani na kisha tumweleze akiwa hapa, kwa sababu anaweza kupitia polisi na kusababisha watekaji wamuue kabisa mtoto. Alikuwa anazungumza pale Danieli Kabanzu, na huku alikuwa anaweka simu sikioni. Simu inaita kidogo na kisha inapokelewa. Halo mama Clara, niambie mwanangu. Ilikuwa nasikika sauti ya mama mtu mzima kutokea huko upande wa pili wa simu. Ni wazi kabisa kwamba mama yake na Mona Lisa ndio alikuwa amepokea simu hiyo. Ni mama huyo. Shikamoo mama. Alikuwa anazungumza pale Daniel Kabanzu kwa sauti ya ushangamfu. Ni wazi kabisa kwamba wanaweza kusema alikuwa anaigiza sauti ili kusudi ya simu tu ya mama yake na Mona Lisa, ambaye alikuwa ni mama mkwe wake mtarajiwa. Oh, marahaba mwanangu. Na kumbe baba uko pamoja na mwenzio. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ya uchangamfu kutokea huko upande wa pili wa simu. Ndio mama, tuko pamoja huku nyumbani Kibwegere. Kuna jambo ambalo tulikuwa tunaomba kuzungumza na wewe. Kwa naomba uje mara moja kama utakuwa na nafasi mama. Alikuwa anazungumza vile Daniel kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu. Hata kama ningekuwa na kazi mwanangu, lazima ningeziacha na kisha kuja. Aya, nakuja sasa hivi. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kabla hawajaagana na kukata simu, na kisha Daniel akamtazama Mona Lisa ambaye huyu alikuwa amelala kwenye kochi, na huku alikuwa anatiririkwa na machozi. Mama amesema kwamba anakuja sasa hivi. Alikuwa anazungumza vile Daniel, na huku alikuwa anaweka simu mezani. Yaani mwanangu anapatwa na misukosuko kama hii kabla hata hajakutana na baba yake. Mona Lisa alikuwa anazungumza vile kwa sauti ambayo ilikuwa imeambatana na kilio cha kwikwi. Lile neno ni kama vile halikumpendeza kabisa Danieli, ambaye huyu anakunja sura kwa chuki. Kwa bahati nzuri Mona Lisa haoni kabisa jambo hilo. Usijali kabisa Mona Lisa. Tukisha wapatia pesa tu hao watu, naamini kabisa kwamba watamwachia mtoto kama ambavyo wamesema. Alikuwa anazungumza vile Danieli kwa sauti ya upole kabisa, na huku alikuwa anajitahidi kuwa katika hali ya kawaida bila kujua kwamba Subira alikuwa amekaa katika kochi la pembeni yake na alikuwa anawatazama tu, na huku alikuwa ameshikwa na butwaa. Yanapita masaa machache bila kupokea simu wala kusikia chochote kutokea kwa wale watekaji. Wasiwasi wanaanza kuwakumba watu wawili
kwa maana kwamba walikuwa hawajui kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, na mtoto Clara hawajui kabisa yuko katika hali gani. Tayari Mona Lisa alikuwa ameshampigia simu Aisha na kumweleza kwamba aende Tumbi kumwangalia Saidi, yani dereva, na huku alikuwa anamsisitiza kwamba asieleze chochote ambacho kilikuwa kimetokea. Mama yake Mona Lisa alikuwa anaingia hapa nyumbani kwa Mona Lisa majira ya saa 12 za jioni na kupewa taarifa ya kutekwa kwa mjukuu wake, yani Clara, taarifa ambayo kusema kweli kabisa ilimshtua sana mama yake na Mona Lisa. Msikilizaji, kilichoendelea tukutane nacho katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 11, na ukumbuke kwamba hii ni simulizi ya upande wa Mona Lisa ambayo tunaimalizia sasa, mara baada ya kupotezana na Jackson Kifaru na hatimaye kujikuta ni mjamzito, kujifungua, kufanya jitihada za kumtafuta Jackson Songea bila mafanikio, na sasa ameamua kumove on kwa kumkubali mchumba mpya Daniel Kabazu. Tutajua kilichoendelea katika sehemu ijayo.